Unajua kuwa maumivu ya tumbo unayoyazoea kuyavumilia kila siku yanaweza kukupeleka kwenye hatari ya kutoboka kwa tumbo, kutapika damu au hata kifo cha ghafla. Watu wengi wanakula, wanacheka, lakini ndani ya matumbo yao kuna jeraha linalokuwa taratibu bila wao kujua. Kama una kiungulia, gesi nyingi, maumivu ya tumbo yanayochoma au kichefuchefu, video hii ni muhimu sana kwako. Usithubutu kuondoka, tazama hadi mwisho. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa afya asilia, kwa kutumia mimea tiba kwa lengo la kuimarisha na kutibu maradhi mbalimbali ndani ya mwili wa binadamu. Dr. Mkina pia anasaidia watu kuelewa chanzo cha matatizo mbalimbali mwilini na jinsi ya kuyatatua kwa kutoa elimu sahihi kulingana na tatizo husika. Kwa ushauri na huduma za afya asilia, wasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili iweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Bila kupoteza muda, leo tunaenda kukuonyesha njia za kupona vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo hutokea pale ukuta wa tumbo unapojeruhiwa na asidi kali. Chanzo kikubwa ni matumizi ya dawa za maumivu bila ushauri, msongo wa mawazo, maambukizi ya bakteria aina ya Helicobacter pylori na ulaji wa vyakula vinavyochochea asidi. Ukipuuzia hali hii, unaweza kupata upungufu wa damu, kupungua uzito, kupoteza hamu ya kula na kutokwa damu ndani ya tumbo bila dalili za wazi. Njia ya kwanza, kudhibiti chakula kwa kina zaidi. Hatua ya kwanza na ya msingi kabisa katika kutibu vidonda vya tumbo ni chakula unachokula kila siku. Tumbo lenye kidonda ni kama jeraha wazi, hivyo chakula kibaya ni sawa na kumwaga chumvi kwenye jeraha. Unapaswa kuacha kabisa vyakula vyenye pilipili, viungo vikali, kahawa, soda, pombe, vyakula vya kukaanga sana na vyakula vyenye tindikali kali kama nyanya mbichi na matunda machachu. Vyakula hivi huongeza asidi tumboni na kufanya kidonda kizidi kuumia na kushindwa kupona. Badala yake, anza kula vyakula laini vinavyolinda ukuta wa tumbo kama uji wa dona, uji wa ulezi, ndizi mbivu, viazi vitamu, maboga na mboga za majani zilizoiva vizuri. Chakula cha aina hii husaidia kufunika ukuta wa tumbo na kupunguza maumivu ya kuchoma. Pia kula kwa kiasi kidogo mara nyingi badala ya kula sana kwa wakati mmoja, kwa sababu kushiba sana huongeza shinikizo tumboni na kusababisha asidi ipande juu. Kama unajiona unapitia dalili hizi, endelea kutazama kwa umakini, kwa sababu njia inayofuata ni muhimu sana katika kuponya kabisa jeraha la tumbo. Njia ya pili, kutibu maambukizi ya bakteria Helicobacter pylori. Watu wengi wanakosea hapa. Wanatumia dawa za kupunguza maumivu au asidi bila kuondoa chanzo halisi cha tatizo. Ukweli wa kisayansi ni kwamba sehemu kubwa ya vidonda vya tumbo husababishwa na bakteria aina ya Helicobacter pylori. Bakteria hawa huingia tumboni kupitia maji au chakula kisicho safi, kisha hujificha kwenye ukuta wa tumbo na kuanza kuharibu kinga yake. Usipowaua bakteria hawa, vidonda havitapona kabisa, hata ukitumia dawa kwa muda mrefu. Ndio maana mtu anapona kidogo, kisha maumivu yanarudi tena. Tiba sahihi lazima iwe na uwezo wa kuwaua bakteria hawa moja kwa moja na kusafisha tumbo kwa undani. Hii ndiyo hatua muhimu sana ya kuzuia vidonda visirudie tena maisha yote. Kama umewahi kutumia dawa nyingi lakini maumivu yakawa yanarudirudi, endelea kusikiliza kwa makini, kwa sababu njia inayofuata ndiyo watu wengi huidharau, lakini ina mchango mkubwa sana katika kupona kwako. Njia ya tatu, kupunguza msongo wa mawazo na mawazo makali. Msongo wa mawazo si tatizo la akili pekee, bali ni adui mkubwa wa tumbo. Unapokuwa na mawazo mengi, huzuni, hasira au presha ya maisha, mwili huzalisha asidi nyingi tumboni. Asidi hii hushambulia moja kwa moja kidonda kilichopo na kuzuia uponaji wake. Ndiyo maana baadhi ya watu wanakula vizuri, wanatumia dawa, lakini bado hawaponi kwa sababu mawazo hayajarekebishwa. Pata muda wa kupumzika, lala usingizi wa kutosha, epuka kukaa na njaa kwa muda mrefu na jitahidi kuishi maisha ya utulivu. Akili ikitulia na tumbo hupata nafasi ya kujirekebisha kwa kasi zaidi.
Njia ya 4, tiba maalumu ya kurekebisha na kuponya utumbo. Hapa ndipo suluhisho kamili lilipo. Mbali na kubadili chakula, kuondoa bakteria na kupunguza mawazo, tumbo linahitaji tiba maalumu itakayofanya kazi ya kurekebisha jeraha lenyewe. Tiba sahihi lazima iwe na uwezo wa kupunguza asidi, kuua bakteria Helicobacter pylori na kujenga upya ukuta wa tumbo kwa wakati mmoja. Naturemed Supplies tumetengeneza dawa maalumu ya vidonda vya tumbo baada ya utafiti wa kina. Dawa hii imewasaidia watu wengi sana waliokuwa wamekata tamaa baada ya kutumia dawa mbalimbali bila mafanikio. Wengi walikuwa na maumivu ya muda mrefu, kutapika, kichefuchefu, gesi nyingi na kiungulia kikali, lakini baada ya kutumia dawa hii walipata nafuu ya haraka na kupona kabisa. Kilichoifanya dawa hii iwe tofauti ni kwamba hailengi maumivu pekee, bali inashughulikia chanzo cha tatizo na kurekebisha tumbo kwa ndani. Wagonjwa wengi wametupa ushuhuda wakisema maumivu yalipungua ndani ya siku chache, na baada ya kumaliza dozi hawajarudi tena kupata tatizo la vidonda. Kumbuka, vidonda vya tumbo haviponi kwa kubahatisha. Unahitaji chakula sahihi, kuondoa bakteria, kupunguza msongo wa mawazo na kutumia tiba inayotibu chanzo na kujenga upya ukuta wa tumbo. Kama umechoka kuishi na maumivu ya tumbo, kuamka usiku kwa kiungulia au kutumia pesa nyingi bila kupona, sasa ni wakati wako wa kubadilisha maisha. Dawa yetu ya vidonda vya tumbo ipo Naturemed Supplies kwa bei nafuu kabisa, na tupo kwenye ofa ya punguzo la bei hadi 20% kwa wateja 10 tu ikilinganishwa na matokeo yake. Watu wengi tayari wamepona na wewe unaweza kuwa anayefuata. Wasiliana nasi kwa namba 0748294113 sasa kabla hali haijawa mbaya zaidi, kwa sababu afya ya tumbo lako ni msingi wa afya ya mwili wako wote. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113, pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.